Yes, mtazamaji wa Tanzania Panorama Media, wako makomediani wengi duniani wanayefanya vizuri, lakini jijini Arusha leo tumeamua kumtembelea Gaspar ambaye anatumia jukwaa la mitandao ya kijamii kufanya comedian. Kwa nini sisi wachungaji tusibadilike? Watumishi wa Mungu tusibadilike, tuwahubirie watu sio kwa kuwatisha, wasimwabudu Mungu kwa kutishiwa kwamba wasipomtumikia Mungu wataenda motoni. Wahubirie watu mahubiri mazuri ya kuwaasa waishi vizuri wakiwa duniani, sio kwa sababu wataenda motoni wasipoishi vizuri. Hapana, wamtumikie Mungu ili duniani waishi vizuri, waishi kwa upendo, watu wenzao wawe na upendo, wawe na utu, tupendane, tutunze amani, tutunze mazingira, tutunze afya zetu, yani tupeane elimu, kwa sababu kusudi la Mungu sidhani kama ni sisi kututisha kwamba tusipomtumikia tutaenda motoni, na uhalisia sidhani kama ndio huo kweli. Yani mimi hichi kitu huwa nakifikiria kila siku kwamba kwa nini muabudu Mungu, kwa nini mtumikie Mungu kwa kuogopa kwenda motoni? Sisi Tanzania Panorama Media tumewasili kujua mambo kadha wa kadha kuhusiana na Gaspar, lakini pia na maisha yake ya comedian kwa ujumla. Jina langu ni Razak Mkuruma. Gaspar, mambo vipi? Safi kabisa mkubwa. Uko poa? Niko poa. Yes, watazamaji wanatamani kufahamu historia yako ya maisha ya comedian mpaka hivi sasa ulipofikia. Historia yangu ilikuwa ni simple tu. Nilianza sanaa nikiwa shuleni hadi nikafika chuoni, nikaendelea na sanaa kwa sababu niliamua kufanya sanaa. Kwa hiyo yani historia yangu ndivyo ilivyo. Nikiwa form mwishoni ndo nilipoanza kuvutiwa na sanaa, nikaenda advance nikaanza kufanya, nilikuwa nafanya hasa stand up huko. Nikamaliza nikaja chuoni nikaanza kufanya pia stand up. Hivyo nikaendelea ikafika muda nikaanza kufanya content pia. Yes, kuna utofauti gani kati ya content creator na comedian? Maana tumeona kwenye bio yako pale kidogo umeweka wewe ni comedian lakini pia ni content creator. Sawa, utofauti uko hivi. Comedian ni mchekeshaji, si ndio? Anafanya vitu vichekesho, si ndio? Vinavyochekesha na ambavyo vichekesha atavifanya vyote vichekesho, si ndio? Either akiwa natural au sio natural, kwa kuiga kufanyaje, that is a comedian, si ndio? Content creator anaweza akatengeneza chochote kile ambacho kilichokuwa kimechekesha akakiedit. Ndio maana content creator anakitengeneza kiwe content. Nakupata? Sijui umeelewa? Yani kwamba kitu fulani labda kilikuwa kichekeshi, lakini yeye namna alivyokitengeneza kimefanyaje kinachekesha. Alafu naweza nikafanya mimi content yoyote hata kama ichekeshi. Naweza nikafanya ya kuelimisha, naweza nikafanya ya kilimo, naweza nikafanya yoyote ya kukosoa, ya kufanyaje. Sasa ile ni content, sio comedy. Maana nikajiandika pale ni comedian, pia ni content creator, kwamba any content naweza nika create. Sawa. Watu wengi au vijana wengi wanatamani sana kuwa comedian lakini pia content creator. Hivi ni vitu gani mtu avifanye au mtu anatakiwa kuvifanya au awe navyo ili awe comedian au content creator? Maamuzi. Yaani cha kwanza yeye mwenyewe ndo aamue, sio akifanya, hapana. Yeye aamue, ajue anataka kutengeneza aina gani ya content. Je, ya kuelimisha, ya kufurahisha, ya kukosoa, ya kufanyaje? Cha kwanza. Cha pili hicho. Cha kwanza aamue, cha pili ajue anataka kutengeneza content gani. Umeona? Ndio. Cha tatu resources alizonazo anaweza kuziutilize namna gani? Yaani kama fedha, kama simu, kama kamera, kama nini, ajue anaweza kuzitumiaje. Umeona? So mtu anayesema anayetaka kuwa content creator sio lazima awe na vitu fulani kama mnavyoona wengine wanavyowaambia labda lazima una kamera. Hapana. Any device ulionayo unaweza ukaigeuza ukaanzia nayo. Mimi mwenyewe nilianza nilikuwa na simu moja, sina maiki, sina chochote, nilikuwa na simu tu alafu Tecno. Umeona? Ilikuwa na kamera mbaya, ilikuwa inaonyesha blur. Sijui umeelewa? Kwa hiyo cha kwanza ni uamuzi kutoka moyoni na kujua nini nataka nifanye basi. Yes, kupitia content zako umenufaikaje na hizo content mpaka hivi sasa hivi? Cha kwanza nimejulikana. Ndio. Umeona?
Cha kwanza kabisa kikubwa nimejulikana. Cha pili niweze kupata tu connection tu mbalimbali za kukutana na watu wengi. Umeona? Pia imeweza kufanya maisha kuwa mepesi kidogo. Umeona? Yamekuwa marahisi. Yaani sio kama nimefanikiwa sijafanikiwa kabisa. Lakini maisha yamekuwa marahisi kwa sababu kuna hivi vitu vidogo vidogo ni rahisi tu kuvisolve. Umeona? Yes. Nimeona kwenye baadhi ya content zako au ukiwa kwenye mkutano fulani ulikuwa unazungumzia swala la arena. Kwa nini unatamani arena? Sikuzungumzia arena mimi. Nilizungumzia theater na hizi kumbi. Okay. Umeona? Ambazo zitatusaidia sisi watu wa sanaa hasa tunaofanya stand up. Kwa sababu imekuwa ni gharama kubwa sana kuandaa show za stand up. Kwa hiyo nikaona ilikuwa ni kikao cha kuelimisha content creators, sio unaelewa? Ndio. Cha kuwapa elimu na kuwapa mikopo. Sasa kwa upande wetu sisi kama stand up comedian hatuhitaji mikopo, hatuhitaji hela, tunahitaji miundombinu iliyo bora ili kutuwezesha kufanya. Kwa hiyo unataka kuzungumza kwamba mikopo ya serikali ambao wameitoa kwa content creator, wewe kwako unaona kama sio kitu kizuri? Sio kitu ni kizuri, lakini kwa sisi stand up comedian hatuhitaji hela, tunahitaji miundombinu ya kutuwezesha kufanya. Ndiyo. Kwa gharama nafuu, kwa sababu huwezi ukanipa mimi mkopo wa milioni 10 alafu kuandaa show moja ni milioni 10. Okay. Umenielewa? Na kwenye hiyo show naweza nikala sawa nikala faida. Sijui umenielewa? Sasa mimi nilikuwa nahitaji tupate miundombinu ambayo itakao niwezesha mimi naweza nikatumia hela ndogo labda 500,000 au milioni 2 mpaka milioni 3 kuandaa show. Serikali inasupportije kama nyie comedian au content creator? Serikali kama vile kuwezeshwa mitandao, tunaona mitandao inafanya kazi. Umeona? Kwa uhuru na kwa kufuata sheria. Umeona? Hiyo ni kwanza, hicho ni kitu kikubwa ambacho serikali inawezesha. Umeona? So kingine ambacho wanaweza wakawezesha sisi kwetu kama vile mwambia watutengenezee miundombinu ambayo itakao tuwezesha sisi kufanya kazi zetu. Kwa nini? Kwa ubora, sawa, na kwa gharama nafuu. Alafu cha pili, waondoe restriction za ovyo ovyo. Umeona? Yaani una sehemu unaenda kushuti, wanakuambia hapa utaki kushuti, lakini mzungu akija anashuti au kuna watu wanapigaga picha tu ovyo ovyo hivyo. Lakini kuna walinzi wa sehemu zile wakiona kamera inakuwa inakuwa fujo. Simenelewa. Yaani kuna sehemu wetu ukiona tu kamera hapo utaki kurekodi, hapo utaki kurekodi, wakati ukienda huko mtandaoni unavikuta tu. Sasa nini ambacho wanachokituzuia sisi tusifanye kazi zetu? Umeona? Kwa hiyo unajikuta kumbe sehemu huenda zile waliambiwa au kuna watu hawajui wanachokifanya. Kwa sababu vile vitu vyote viko mtandaoni. Labda picha za airport ziko mtandaoni zote kila sehemu. Sasa sionagi umuhimu wa kuwazuia local content creator kwenda zile sehemu na kuifanya content zao maeneo yale. Ipi siri ya Malawi? Malawi ni aina tu ya content ambayo mimi niliamua kuifanya. Niliamua kutumia sanaa. Kati ya content creator ambao wanaonekana mitandaoni au wewe unajua maarufu, ni content gani creator ambao ulikuwa unatamani siku kufanya naye content na ni kwa nini? Yaani content creator wote Tanzania mimi natamani nifanye nao kazi. Ndiyo. Hakuna special hata mmoja kwa upande wangu. Hakuna mtu eti special mimi natamani huyu tu ndo nifanye naye kazi. Ila wote natamani nifanye nao kazi. Kwa sababu sisi ni ndugu wote wa Tanzania. Sisi umeelewa? Ndio. Sisi wote ni ndugu, wote tunatakiwa tusapotiane. Kwa hiyo wote mimi natamani nifanye nao kazi. Hakuna special kwangu. Sawa. Umesema siku za hivi karibuni unataka kuandaa show au comedian. Unaambia nini watazamaji wa Tanzania Panorama? Wawe tayari. Muda wote nitatangaza show. Tutatangaza show ambayo tutafanya sisi kama Comedy 255
tupo hapa Arusha, tutatangaza show. Kwa hiyo wajiandae kabisa kwa ajili ya kuja kucheka. Tutakuwa na comedian wengi kwa ndani na hata nje. Sawa. Ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kwenye swala zima la kupiga content au kushoot content, ukiachana na labda watu kuzuia siku ambayo umeamua leo unaenda kushoot content, alafu kafika sehemu ukajikuta tu hauna mood ya kushoot? Nishaenda kushuti tukakimbizwa na mbwa kama hivyo. Pia nishaenda kushuti sehemu kwa jamaa yangu mmoja. Tumeshuti, wakati tupo katikati ya kushuti, nakumbuka ilikuwa ni kikondi kama cha dakika 5 hivi cha YouTube. Alafu akaja mwenye nyumba, tupo katikati yake, hataki tushutie pale kwake. Ni changamoto kama hizo. Yes. Naamua kuacha kabisa. Yes, mtazamaji wa Tanzania Panorama Media, nilikuwa na Gaspar hapa. Kubwa zaidi alikuwa anazungumza kuhusiana na maisha yake kwa ujumla, kuhusiana na comedian. Pia Gaspar, hivi miaka 5 mbele utakuwa na aina gani ya comedy, au unajiona wapi miaka 5 ya comedian ambao unayoifanya? Nitakuwa mkubwa, nitakuwa nimekuwa. Yaani kwa kila nyanja. So kifedha, kujulikana, nitakuwa najulikana globally. Sijui umeelewa? Na yani kila sehemu nitakuwa nipo juu. Sawa, huyo ni Gaspar, mtazamaji wa Tanzania Panorama Media. Ndio hivyo, tumemaliza kwa kuzungumza na Gaspar kutokea hapa jijini Arusha. Mimi ni Razak Mkuruma.